Bwana, ligi kuu soka Tanzania bara kama kawaida, kwa mara ya kwanza klabu ya Young Africans msimu huu imepata sare ya 3 mfululizo mara baada ya kutoka sare ya goli 1-1 dhidi ya kikosi cha Mtibwa Sugar. Inawezekana hiyo kwako ni story nzuri kabisa, na kwako ambaye ni shabiki wa klabu ya Young Africans inaumiza kuona matokeo ambayo Yanga inapata. Kwako ambaye ni shabiki wa timu pinzani na timu yako kwenye resi ya ubingwa kama ni Azam, Singida Black Stars ama Simba, utakuwa unafurahia matokeo ambayo Yanga ameyapata. Lakini sasa matokeo ya Yanga sio story. Story kubwa ni tukio la Djigui Diarra kushikwa na kuzuiwa na wazaji wenzie Mohamed Hussein, Bakari Mwamnyeto, akaja baadaye viongozi wa klabu ya Young Africans wakiongozwa na kwanza meneja wa timu kwa maana Walter Harrison, kapambana sana kumzuia, baadaye mpaka rais wa klabu ikabidi atoke jukwani ashuke chini kuja kusuluhisha ule utata ambao Djigui Diarra alikuwa anauleta. By the way, alikuwa anamharas muamuzi, alitaka hadi kumshambulia kabisa muamuzi. Muamuzi akataka kutoa kadi, Bakari Mwamnyeto akarudisha kadi ya muamuzi mfukoni na mambo mengine ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Sasa mashabiki wa Yanga pamoja na watu mbalimbali wanaweza kukubaliana na mimi kwamba pengine jana muamuzi hakuwa sahihi kwenye matukio mengi ambayo yaligharimu Young Africans alama 2, na pengine wangepata alama 3 wangeweka gap lingeendelea kuwa refu zaidi kati yao na mahasimu wao ambao wanawania nao vita ya ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pamoja na Young Africans kuonewa, yapo makosa ya kikanuni ambayo Djigui Diarra ameyafanya, ambayo Young Africans kwa namna moja au nyingine wanatakiwa kujiandaa kumkosa golikipa wao katika michezo kuanzia 3 mpaka michezo 6 ya ligi kuu soka Tanzania bara. Labda utakuwa hujanielewa. Iko hivi, taratibu za kikanuni ambazo zimewekwa na ligi kuu soka Tanzania bara kwa maana ya bodi pamoja na shirikisho, toleo la mwaka 2025, lakini toleo la mwaka 2023, mwaka 2024 na mwaka 2025, matoleo yote ya kanuni za ligi kuu Tanzania bara yanafanana, na kanuni hizi zinaongoza ligi kuu, ligi daraja la kwanza, ligi ya wanawake pia pamoja na ligi nyingine zisoko rasmi chini ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Kanuni bwana zinawanyima wachezaji kwa namna yoyote ile kufanya alichokifanya Djigui Diarra. Kuwashambulia waamuzi ni kosa la kwanza. Kutukana au kuonyesha ishara ya matusi ni kosa la pili ambalo Djigui Diarra amelifanya mara baada ya mchezo kumalizika. Na hii inakwenda moja kwa moja kikanuni na ikielekeza pia wakati wa mchezo na mara baada ya mchezo kumalizika. Sasa kama ufahamu kwa nini nimesema Djigui Diarra ana hatari ya kukosa michezo 3 mpaka 6 kutokana na taratibu na kanuni, naomba nikupatie kanuni zinavyosema. Kwanza, fahamu ya kwamba toleo la mwaka 2025 ukurasa wa 61, kanuni namba 41, kanuni ya 41 kipengele kidogo cha 5 kinaeleza mambo yafuatayo. Kinasema hivi: mchezaji atakayefanya jambo lolote kati ya yafuatayo atafungiwa michezo isiyopungua 3 na faini isiyopungua shilingi 500,000 mpaka shilingi milioni 2. Mambo hayo ni yapi? Jambo ambalo Djigui Diarra amelifanya katika haya mambo ambayo kanuni imesema ni jambo la kumshambulia mwamuzi, kiongozi, mtazamaji au mtu yoyote kwa namna yoyote ile, iwe kwa matusi au kwa vitendo. Sasa Djigui Diarra amefanya nini? Kwanza amewashambulia watu kwa matusi, ishara ya matusi, kitendo cha matusi, amewashambulia watu. Sasa wale walikuwa ni waandishi wa habari ambao walikuwa wanarekodi picha za matukio wakati Djigui Diarra anatoka kwenye dressing room anaenda kwenye gari ambayo ilikuwa inabeba wachezaji wa klabu ya Young Africans kuondoka uwanjani. Lakini pia Djigui Diarra amemshambulia muamuzi kwa vitendo. Alionyesha kabisa lengo lake ni kumshambulia muamuzi kwa vitendo, na kama sio wenzie kumzuia, basi Djigui Diarra alikuwa amemshambulia muamuzi. Kwa hiyo hili moja kwa moja ni kosa la kinidhamu ambalo Djigui Diarra amelitenda. Sawa? Lakini sasa kipengele kingine kinasema, kipengele cha 8 kinamkuta tena Djigui Diarra katika hatia. Kipengele namba 8 kanuni hiyo hiyo ya 41 kinamkuta Djigui Diarra katika hatia. Kinasema hivi: mchezaji atakayesababisha au kufanya vurugu za aina yoyote mara baada ya mchezo kumalizika. Nisikilize kwa makini. Mchezaji atakayesababisha au kufanya vurugu za aina yoyote mara baada ya mchezo kumalizika
atafungiwa kati ya michezo mitatu mpaka michezo 6 na faini ya shilingi 500,000 mpaka faini ya shilingi milioni 1. Sasa hapa ukienda sawa sawa kwa wewe ambaye uko na mimi sawa sawa, unagundua kwamba Djigui Diarra anakamatwa katika hatia katika vipengele viwili mfululizo ambavyo vyote vinahusisha kufungiwa kuanzia michezo mitatu na kuendelea na faini isiyopungua 500,000 mpaka shilingi milioni 1. Nini kitaendelea? Kamati ya saa 72 itakaa kwa ajili ya kumtafakari Djigui Diarra na pengine itatoa maamuzi kati ya haya mawili ambayo tunayaona. Kwa lililotokea ni tukio ambalo mchezaji hakupaswa kulifanya. Haijalishi timu yako imeonewa kiasi gani na muamuzi, lakini swala la udhibiti wa waamuzi ni kipengele kingine ambacho pia ni kipengele cha kanuni. Kwa hiyo Diarra amevunja kanuni na yupo hatarini kufungiwa. Young Africans wajiandae kumkosa mchezaji wao muhimu kabisa ambaye alama moja dhidi ya kosa Mtibwa Sugar pengine naye amekuwa na mchango mkubwa kwa sababu alikuwa na open save ambazo alizifanya, lakini pia alama moja dhidi ya klabu ya Simba ni miongoni mwa nyakati ambazo Djigui Diarra aliwapa hizo alama. Alama moja pia TRA Djigui Diarra aliwapa Young Africans hiyo alama moja. Kwa hiyo wajiandae kumkosa mchezaji wao muhimu. By the way, wana magolikipa wengine wazuri, Masalanga yupo, lakini pia yupo Abdul Msheri. Lakini kwa nionavyo mimi saa 72 Djigui Diarra